Kwa hiyo kimsingi, kwa heshima na thamani kubwa na hadhi ambavyo Mungu samahani ametupatia sisi wanadamu tangu zamani, toka uumbaji, tunabaini kwamba sisi ni wa thamani kubwa. Sisi wanadamu ni wa thamani kubwa sana, tuseme hata mbele za Mungu. Unanielewa vizuri? Hapa haimaanishi kwamba tuna thamani zaidi ya Mungu, no. Badala yake ni kwamba katika vitu vyote vilivyopo ambavyo vinatokana na uumbaji wa Mungu, sisi wanadamu, mimi na wewe, tuna thamani kuu kuliko vingine vyote. Sasa ukifikiria maeneo mbalimbali katika tathmini unayoweza kuifanya, ni nafasi gani ambayo Mungu anakupa wewe au ananipa mimi au anampa yeyote anayeitwa kwamba ni mwanadamu, unabaini kwamba ilikuwepo sababu na haja kubwa sana ya wanadamu kumhofu sana Mungu na kumpenda na kumheshimu. Kwa sababu hiyo ndio inaweza kuonyesha moyo wa nini? Shukurani, kama ambavyo siku zote tunafundishwa kwamba kama kuna maeneo muhimu sana na ya lazima sana kwa mwanadamu ili kujenga na kuimarisha ukaribu na Mungu na kuwa na ushawishi mkubwa sana kwa Mungu, ili Mungu aweze kukupenda au aweze kutupenda na kuzidi kututendea mema zaidi, ni kitu kinachoitwa shukurani. Sasa ni vema kujijengea desturi ya kuchunguza na kukagua maeneo yanayo tusisitiza na kutuhimiza kuona haja na umuhimu wa kumhofu Mungu na kumpenda na kumtii. Ufikiri ni heshima gani na hadhi ya namna gani au na upendo wa namna gani uliomo humo ndani katika Mungu kufikiri na kuamua kwamba baada ya kuumba mbingu na nchi, katika mchakato wote wa uumbaji, katika zile siku 6 kabla haijafika siku ya 7 ambayo aliitakasa, na ndipo ikafanyika Sabato ya Bwana Mungu. Je, alitupenda kwa kiasi gani? Unaona hicho kitu? Lazima kujihoji. Kwa maana kama tukiwa hatuna akili ya kuweza kufikiri na kujihoji hii thamani tunayopewa na Mungu, na kushindwa kufanya kitu ambacho kinafanana kama vile na kurudisha fadhila. Si wanasema, wahenga wanasema asiye fadhila hafadhiliwi. Tutakosa fadhila za Mungu kama hatuna uwezo wa kutafakari uzuri wa Mungu na kuweka kwenye mizani, halafu ndipo tukakaa vikao katika nafsi zetu na roho zetu kwamba sasa kwa wema huu nasi tunarudisha nini? Jamani, wema kwa wema, tumfanyie wema Mungu ili yawe majibu ya wema wake kwetu sisi. Tuwe na aibu, tuweze kutafakari jamani. Kwani hebu jamani tuwe tunaulizana maswali ya kawaida katika jamii. Hivi hata tu katika maisha ya kawaida, mwanadamu akikutendea wema, na wewe si unatamani urudishe wema? Na Mungu tumfanyie hivyo. Hii leo ukitembelewa nyumbani kwako na mgeni, akakuletea kifurushi cha mzigo, ukaenda ukafungua, ukakuta ameleta kilo 2 za sukari, ameleta kilo 2 za mchele, ameweka lita 5 za mafuta ya kupikia, ameleta kreti 1 ya mayai, ukicheki hivi ameweka bahasha ya dola 100. Sasa wewe unakuwa excited, unafurahi sana. Sasa zawadi kubwa hii ameleta mgeni aliyekuja kututembelea.
Mara nyingi kinachotokea wakati akikuaga anaondoka, mara nyingi kwa mila nyingi na desturi za mara pengi hapa duniani, unafanyaje? Mara nyingi si unapata hofu, unasema kwa zawadi kubwa hii na upendo mkubwa aliouonyesha namna hii, si rahisi ni mwache aende hivi hivi. Si ndio inakuwaga hivyo? Utakaa chini unasema sasa mimi kwa kumuonyesha kwamba nimefurahi, nimepokea vema zawadi zake, sinabidi nimuonyeshe ka kitu hata sio maneno tu ndio kama vile wanasemaga imani bila matendo imekufa. Kwa hata unapotaka kumwonyesha mtu ishara kwamba ulichokifanya nimekipenda, na mimi kwa kukuonyesha kwamba nimefurahi na nakushukuru ninafanya hivi, hauta kama si kwamba umekosa, kama si kwamba hauna kabisa. Kwa maana kama hauna kabisa utatamka samahani nyingi, utasema jamani, kwa kweli asante kututembelea, asanteni kwa zawadi mliotuletea, tumefurahi sana, tunaona hata aibu, lakini kwa kweli Mungu aje awalipe, awabariki mara mlipotoa, aje arudishe, ajaze maradufu na maradufu. Lakini hapo unajitahidi kusema hivyo, lakini moyoni unasikia aibu, hata yani unajikaza tu, lakini ungependa uwe na kitu ambacho utawafungashia, ili hata kama utasema maneno, hayo maneno yaambatane na kile kitu kwa pamoja, ili aone kwamba umeshukuru na umefurahi. Nasema uongo? Nasema uongo? Sasa basi, kwa sababu kama hii, iwapo sisi kwa sisi wanadamu tunajua kupeana shukurani na kupeana na kurudishiana fadhila, je, kwa Mungu wetu aliyetuumba tukatenda dhambi, akaja tena akatuokoa, na baada ya hapo anaendelea kuwa pamoja nasi sambamba, kama alivyosema, natazama niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Yani hatuachi Mungu, yeye yuko sambamba na sisi jana, leo na milele. Hatuachi mpaka siku ile, dakika ya mwisho tutakapo kwenda kuishi pamoja naye, kurithi uzima wa milele. Yuko na sisi tu, hatuachi. Sasa hebu fikiria, ndio somo letu la leo linakwenda kuangalia mambo kama haya. Tuangalie maneno matakatifu katika Biblia takatifu, kitabu cha Mungu. Tunayo yakuta katika kitabu cha tuangalie, ndio tuangalie kitabu cha Matendo ya Mitume. Tuangalie kitabu cha Matendo ya Mitume, ni sura ya 20, ndio mstari huu ni wa 28. Angalia, nimepapenda kwa sababu moja. Humo ndani kuna kitu ambacho kinatafakarisha sana na kinagusa. Hii ni moja ya aya za Biblia ambazo zinagusa sana utu wa wanadamu katika hisia. Unapokuwa unamtafakari Mungu, ina concept moja ya hali ya juu ya jinsi ambavyo upendo wa Mungu kwetu sisi wanadamu ni wa ajabu mno kupindukia. It is so super touching biblical verse, Bible verse. Acha tusome. Panasema hivi: jitulizeni nafsi zenu, jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilo linunua kwa damu yake yeye mwenyewe. Unanielewa vizuri? Wakati huu
mtumishi wa Mungu Paulo akawa anawaeleza watu hawa. Unaona, wale watumishi wa Mungu ambao yeye hapo kwanza aliwapa elimu ya Mungu, akawafundisha neno la Mungu, wakaelewa, na sasa akawa anawaandaa ili kwamba waende nao wakafundishe wengine ambao hawajasikia bado neno la Mungu, na hata wale ambao wamekwisha sikia neno la Mungu ambao watakuwa chini ya uangalizi wao wakiwa kama mitume wa Mungu, mitume wa Kristo, ya kwamba wajifunze nafsi zao jinsi ya kumheshimu na kutembea chini ya mapenzi ya Mungu na kulitunza kundi la Bwana lisije likapotea. Akasema sasa hapa nacho kitafuta umo, usifikiri kitu kingine. Akafafanua akasema hilo kundi ambalo yeye Kristo mnisamehe, sikupaswa hata kusema Kristo, japokuwa ni sahihi tu kusema Kristo. Nataka kusema huyu anayetamka, yani Paulo anamaanisha kwamba hili kundi, Roho Mtakatifu ndipo aliwaweka hao watumishi ambao Paulo anawafundisha jinsi ya kutenda kazi. Roho Mtakatifu ndiye aliyewaweka pale, na Roho Mtakatifu unajua kwamba ndiye Mungu mwenyewe. Sasa neno la Mungu pale linasema kwamba huyu Roho Mtakatifu alipowaweka hawa watumishi pale, wakalichunge hilo kundi, ambalo hili kundi lilinunuliwa kwa damu yake yeye mwenyewe, huyo Roho Mtakatifu. Wakati huu ukiwa unajua kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu, kwa hiyo inamaanisha kwamba kanisa hili ambalo mbele ya hapa ambapo alisema kwamba Roho Mtakatifu aliwaweka hawa watumishi, lakini kanisa linaitwa la Mungu. Kwa hiyo huyu Mungu ndiye alinunua hili kanisa. Unaona jinsi ambavyo hii aya iko powerful sana. Kwa hiyo Mungu akalinunua kanisa lake kwa damu yake yeye mwenyewe. Kwa hiyo hebu fikiria, ni wewe ni wa thamani kiasi gani kununuliwa kutoka mikononi mwa shetani, baada ya kuwa shetani alikuwa amekwisha kuteka, akakutenga na mapenzi ya Mungu, lakini Mungu akakununua kwa damu yake yeye mwenyewe. Lakini bado unataka kuendelea kuishi katika maisha ya dhambi, ya kutomhofu Mungu. Si ndio maana tunasoma mara pengi katika maandiko matakatifu ya Mungu kwamba ghadhabu ya Mungu itakuwa ni kali sana kwa hao ambao watashindwa kutembea katika mapenzi yake, kwa sababu amekwisha onyesha upendo wa hali ya juu sana kwako wewe mwanadamu, kwa kiasi ambacho haupaswi kuwa mpuzi hata kidogo katika kutembea katika mapenzi yake. Inamaanisha kwamba kama wewe utashindwa kutembea katika mapenzi ya Mungu, wewe una kiburi na dharau iliyopindukia. Yani wewe ni mpuzi usiyeelezeka. Kwa hiyo kuna kila haja ya kuwa na hofu ya Mungu, kwa maana usipokuwa na hofu ya Mungu kutakuwa na mapigo makubwa sana ya bila huruma hapo baadaye. Neema ya Mungu inatakiwa kuilinda na kuipenda na kuitii na kuihofu. Kwa hiyo ndio maana hii inatufundisha kwamba sisi ni wa thamani, tumethaminiwa sana. Kwa inatakiwa na sisi tujifunze kuithamini ile thamani yetu ambayo tumepewa. Ukishindwa kuipa thamani uliopewa na Mungu, na Mungu atashindwa kuithamini, kwa sababu baadaye hatajali hiyo thamani kwako. Badala yake atakuzingatia wewe kama makapi, atakutupa katika ziwa la moto. Haleluya! Wewe ni wa thamani, mimi ni wa thamani.
ninyi nyote ni wa thamani, hata ninyi, mimi mwenyewe ni wa thamani, sisi sote ni wa thamani. Lakini tunza thamani yako, nitunze thamani yangu, tutunze thamani zetu, watu wa Mungu. Tukishindwa na Mungu ataweka thamani zetu kuwa batili, tuwe si tena wa thamani, tuwe makapi, tutupe katika ziwa la moto. Nani anapenda kutupa katika ziwa la moto? Epuka katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Maintain your value. Tunza thamani yako. Palilia, mwagilia, weka mbolea, linda thamani yako, shetani asiiharibu. Shika sana ulicho nacho, asije mtu au yule mwovu akakunyang'anya. Ni hatari sana, ni hatari sana. Kwa hiyo heshimu sana aliyekununua akakutoa katika viganja vya ibilisi shetani, akakuweka mahali pazuri katika kanisa lake. Ndiye Yesu Kristo, mwana wa Mungu, ambaye ndiye Mungu, yeye mwenyewe Yehova. Kwa hiyo damu ya Mungu, damu ya Mungu. Hapa tunaongelea habari ya damu ya Mungu iliyomwagika msalabani. Kwa maana unaambiwa kwamba Mungu alikununua kwa damu, alikununua kwa damu yake mwenyewe. Si tunajua kwamba Yesu Kristo ndiye alikufa msalabani, damu yake ikamwagika, na tunafahamu kwamba tumekombolewa kwa damu ya Yesu Kristo, na Mungu anasema kwamba amekununua kwa damu yake mwenyewe. Kwa hiyo damu ya Yesu Kristo ni damu ya Mungu. Kwa hiyo ukishindwa kuiheshimu shughuli ya ukombozi ya msalabani, ukakubali kutembea katika njia za giza, manake unaidharau damu ya Mungu, ambapo unakuwa katika hatari kubwa sana. Epuka, jirinde. Ndiyo. Kumbuka tu kwanza kuthaminiwa kwako, yani kwa msingi kabla ya mambo yote. Huku kununuliwa si kwa awamu ya pili. Mungu alikuwa anahitaji kujirudishia cha kwake kilichoibwa. Shetani amekuiba, kwa maana basically wewe ni mali ya Mungu. Lakini kwa sababu alikuthamini kwa mara ya kwanza, akakumba yeye, akakupulizia pumzi yake. Unapumua pumzi ya Mungu. Yani wewe umeumbwa kwa matope, ndio, lakini kwa sababu baada ya kukufinyanga alikukamata, akakupulizia pumzi kwa kinywa chake yeye mwenyewe. Inamaanisha pumzi yako wewe, pumzi yangu mimi, ni pumzi ya Mungu. Kwa hiyo uhai uliomo ndani ya mwanadamu asili yake ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo ukishindwa kuuthamini huo uhai wako, manake wewe ni kama unamtukana Mungu. Ukaumbwa kwa mfano wake yeye Mungu. Kwani si tunasoma kwamba Mungu akamuumba mwanadamu kwa mfano wake mwenyewe? Alisema na tumfanye mtu kwa mfano wetu sisi. Halafu wewe ni mfano wa Mungu, halafu unakuwa muuaji. Huu ni udhalilishaji. Unamdhalilisha Mungu. Wewe unaumbwaji kwa mfano wa Mungu, halafu unaua. Kwani Mungu ulimkuta anaua wapi? Mungu kuwa kwake sio kwa namna kama hiyo unavyoua wewe. Mungu kuwa kwake ni kule kuangamiza maadui ambao wanalitesa kanisa la Bwana. Lakini wewe unaua kwa namna ambayo hairuhusiwi, namna ya uovu. Unaua wakati wewe haukuumba. Mwenye mamlaka ya kuwa ni Mungu peke yake. Yeye aliyejenga ndiye mwenye haki ya kubomoa. Yeye aliye hakimu wa haki pekee, mwenye haki ya kuhukumu.
Mungu anaumbaje halafu unataka kuumbua? Na hao ambao umekwisha waumbua, siku moja utajibu mbele za Mungu, ulipewa kibali na nani kuumbua wakati wewe hukuumba? Naongea na ninyi wauaji, naongea na ninyi wachawi. Unamuuaje mtu na wewe hukumuumba wewe? Hiyo ni kazi ya Mungu, ndiye ana mamlaka ya kuumbua. Mwache yeye aliyepanda, akitaka kuvuna avune. Wewe unavunaje ambacho hukupanda? Mchawi ni mwizi wa mali za Mungu, muuaji ni mwizi wa mali za Mungu. Wewe unamnyanyasa Mungu. Unamnyanyasaje Mungu? Akikufungulia mashtaka utaponea wapi wewe? Ndugu zangu, ngoja niwaambie, tutafakari ni namna gani ambavyo Mungu ametupatia thamani. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi wote pia, na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Hebu fikiria. Fikiria. Hiyo ni Mwanzo sura kwanza mstari wa 26 mpaka mstari wa 27. Yaani fikiria mtu kama mimi akanipa mamlaka ya kutawala vitu vyote vitambavyo virukavyo angani, hata tai. Unajua jinsi tai alivyo ndege wa thamani, wa kuvutia, anayependwa na watu, mwenye uwezo mkubwa, mwenye nguvu. Anaweza kuninyakua akapana mimi angani, akaenda kanitupa nakotaka huko. Yaani kimsingi ananizidi uwezo, lakini mimi akanipa uwezo kwa na mamlaka hata juu ya tai. Mimi na wewe akakupa thamani, yani utawale, yani wewe utawale hata kobogo, utawale chatu, utawale hata mamba. Hivi wewe saizi ukitupa ndani ya bahari, mamba akakuona sana, kunyaka kwa sekunde moja tu amesha kuchana chana, amesha maliza, damu zako zote zinatapakaa tu ndani ya bahari, lakini ukapewa uwezo wa kumtawala hata mamba. Imagine hata simba, hata kifaru, hata nyati. Au tufikiria likobogo vile linavyokuwa na ule ukatili wake. Yaani unalitawala. Vyote hivyo viko chini ya mamlaka yetu. Ndio maana hata akatupatia akili za kuvipita vyote. Hebu fikiria heshima kama hii. Lakini sisi tunashindwa kumheshimu Mungu. Badala yake tunamtii shetani, ambaye huyo shetani ni nyoka. Kwa unaheshimu nyoka kuliko kumheshimu Mungu. Wewe agent wa shetani, wewe Freemason, wewe mpinga Kristo, wewe maraya, kaba, wewe jambazi, wewe mwizi, wewe muuaji, wewe mchawi. Fikiria, umechagua kumtii nyoka. Kwa maana hayo yote unayoyatenda yote ni kumtii nyoka. Kwa maana wewe ukimwasi Mungu, maana yake umemheshimu shetani, na ukimheshimu shetani umemtii nyoka. Hebu tufikirie kwa thamani tunayopewa na Mungu. Tuithamini thamani. Tukuthamini kuthaminiwa kwetu. Sisi ni wa thamani kuu. Acha niwaambie jamani, thamani yetu ni kuu sana. Tujue jinsi ya kuimaintain. Mungu kwa kututhamini akatumba kwa mfano wake. Haijatosha kwa kututhamini tupo mwasi, akaja akatununua kwa thamani kuu. Hebu fikiria. Yaani bado anatumia tena, alitumba kwa heshima kubwa sana, akatuthamini, akatupa mamlaka makubwa, tukamuudhi, akarudi yeye mwenyewe akamwaga damu yake yeye Mungu kwa ajili yetu sisi, akatununua kwa thamani kuu ili ajirudishie chake tena. Can you imagine? Haijatosha. Maandiko matakatifu yanazidi kutuonyesha jinsi gani ambavyo Mungu anatupa sisi thamani ya ajabu sana. Yaani kiasi ambacho tunapaswa kumpenda kuliko kawaida. Mungu
akatupatia sisi ahadi ya kuishi milele. Yohana 3:16. Watoto wa Sunday School wanakapenda kaka mstari. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake pekee, Yesu Kristo, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Tazameni ni pendo la namna gani hii alilotupenda Bwana wetu. Upendo wa ajabu ule ambao maandiko matakatifu yanauita agape. Ni upendo usio kifani, upendo usioelezeka. Mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Kwa maana sisi kwa Mungu ni kondoo. Yaani hivi wewe kama una kondoo umezofuga, kondoo tu hizi tunazozijua, kwa kuzipenda, yani ukaona kwamba kuliko hizi kondoo hizi zipotee ni bora mimi nife. Ndio Mungu alivyotupenda. Imagine my friend, imagine. Hivi wewe mwenyewe hata kama ungekuwa una makondoo yako, una kondoo hata milioni 1 unazozifuga, ukaona kabisa sasa kuna uvamizi ambao unataka kukupata, ambao huo uvamizi utapoteza maisha yako, si utawatupa tu au kondoo hapo, unatimua mbio ukimbie ili kusudi usije ukafa, si utakimbia. Lakini yeye Mungu akakubali afe msalabani ili sisi, mimi Jeff na wewe Shabani, hata wewe Petro, ninyi nyote, simaanishi kwamba hao tu, na ninyi wote, kila mtu na jina lake mahali hapa, usipotee, bora tu afe yeye. Ili mradi tu wewe usipotee, au ili mradi tu haka kajamaa kasipotee. Mwambie Mungu nakupenda Baba, mwambie Yesu nakupenda Bwana, mwambie unihurumie, unisaidie niweze kutembea katika hali ya maisha ya kukupendeza, kwa maana ulinipenda kwa viwango vya hali ya juu, na hata sasa unanipenda tu, maana ule upendo bado uko vile vile, haubadiliki. Umethaminiwa sana. Muonyeshe Mungu kwamba unampenda kwa kutembea katika mapenzi yake. Na yeye atazidi kudhihirisha upendo wake kwako na kwetu. Tena ukimwonyesha Mungu wazi wazi kwa imani na matendo, naye akashuhudia kabisa kwamba unampenda na kueleza ule ukweli. Ndio maana maandiko matakatifu katika kitabu cha Zaburi sura gani ile, ambapo anasema kwamba kaeni ndani yangu na mimi ndani yenu, na mkisha kaa ndani yangu, kuna ahadi pale anaitoa kwamba omba chochote utakacho. Na hii ndio siri sasa ya mafanikio, kwamba kwa haja zako zote ulizonazo, vile ambavyo unashinda unatangatanga kwenye makanisa na makanisa, kwenye masinagogi na masinagogi, kutafuta miujiza sijui ya magari na madege na vitu gani, hautahangaika tena. Wewe tu condition yako itakuwa ni moja, kukaa tu ndani yake. Halafu wewe utakuwa umebaki tu ni wa kuomba lolote utakalo, atakuwa tu anakupa. Yeye ni provider. Hii siri haujaigundua wewe? Hautakuwa na haja tena ya hirizi, hautakuwa na haja tena ya kushuka kuzimu, hautakuwa na haja tena ya kwanza kutafuta mayai ukapasue bahari uingie kuzimu. No! Utakuwa tuwe ni mtu wa kuingia chumbani mwako, unaweka magoti chini. Yehova Yire, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na kuja mbele zako, najua kwamba vitu vyote ni mali yako, na kuhitaji Baba mtakatifu katika saa hii. Nahitaji hiki na hiki na hiki na hiki na hiki, na kuomba Yehova, kwa maana vyote ni vyako, unipe katika jina la Yesu Kristo. Atakuwa anakupa, anakushushia, unabaki unashangaa, vimetokea wapi hivi? I am telling you, don't think I'm joking with you. Hii ni fact. Kwani si ni mambo tunayoyaona kila siku? Mimi nakueleza, ukijua siri ya Mungu hautahangaika.
na mapembe tena na hirizi na makafara. Kafara ni moja tu. Yesu Kristo alipokufa msalabani akamwaga damu yake. Ile damu yake inatosha kukupatia wewe kila kitu, kama ni magari, kama ni majumba, kama ni pesa, kama ni afya, kama ni ulinzi. Kila kitu kinapatikana katika damu ile iliyomwagika msalabani, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tambua siri hii, na kuanzia leo acha kutangatanga katika njia za upotofu. Pokea kila muujiza unaohitaji kupitia damu ya Golgotha, damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani kwa ajili yangu mimi Jefta, kwa ajili yako wewe Suzana, wewe Maimuna, wewe Rehema, wewe Yakobo, wewe Petro, wewe Yohana, wewe Shabani, wewe Hamisi, nyote, hata wewe Huseni. Pokea katika jina la Yesu Kristo. Sema amina. Yes, wewe ni wa thamani. Acha kuichezea thamani yako na kuipoteza. Haleluya. Sema amina. Ya ndugu zangu, mjueni Mungu. Watu wengi hawamjui Mungu. Shida ya Mungu ni moja. Mungu hataki usanii. Mungu anahitaji kitu kinachoitwa seriousness. Only the matter of seriousness. Show God that you are not joking, then you will see his fruits in your life. Sure, I'm telling you. Hivi wewe unamjua Mungu wewe? Mungu anahitaji wewe utamke tu ukiwa serious. Na nikuibie siri moja, lakini usitangaze. Mungu atakutendea miujiza mikuu bila kujali kwamba wewe ni mtakatifu, ikiwa wewe una nia kabisa ya kumpenda na bidii unayo na unamtafuta kabisa na unachukia dhambi. Kwa maana Biblia takatifu inasema kwamba wote wametenda dhambi, wote wameoza, hakuna hata mmoja ampendezaye Bwana. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba ukiwa na jitihada za kumtafuta Mungu peke yake, ukiwa na bidii za kutaka kumpinga shetani na kazi zake zote peke yake, Mungu akikuona akatambua hilo, usifikiri kule kushindwa kwako kumpendeza Mungu kutasababisha Mungu aache kukupatia mahitaji yako. No. Mungu huwawashia jua na mwezi na kuwapa pumzi watu wote, wema na waovu. Tunasoma katika maandiko matakatifu kwa njia ya imani. Warumi sura ya 3. Neema na imani. Uwe na imani na uitunze thamani yako, kisha leta haja zako zote kwa Mungu. Utapewa kila utakacho. Sema amina. Ndiyo, sisi ni wa thamani, lakini thamani yetu tunaiharibu wenyewe. Badilika. Umegundua kwamba wewe ni wa thamani. Kwa hiyo sema, kuanzia leo nahitaji kutunza thamani yangu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Neno la Mungu linatuthibitishia kwa namna nyingi jinsi gani sisi tulivyo wa thamani. Yaani jinsi gani Mungu anavyotuthamini. Mojawapo ndio hiyo. Ukaumbwa kwa mfano wake, heshima ya ajabu. Unapumua pumzi yake. Unanielewa vizuri? Na ulipomwasi akakukomboa kwa damu yake mwenyewe. Thamani ya ajabu. Kufiwa na Mungu msalabani, unafikiri jambo la mchezo? Hiyo si ni heshima iliyopindukia. Muogope Mungu, kwa maana amekuthamini sana. Mara nyingi, sio mara moja. Sasa baada ya kukukomboa, akarudi akakuahidi uzima wa milele. Katika Yohana, hiyo tumesoma Yohana 3:16. Umeahidiwa uzima wa milele. Usipotee.
Zidi kufikiria jinsi gani ulivyo wa thamani, lakini bado wewe ni mzinzi. Unalichafua hekalu la Mungu. Yaani wewe ni mfano wa Mungu. Hebu imagine kama wewe ni mfano wa Mungu, unapozini maana yake ni kama unamzinisha Mungu. Yaani unaashumu kama vile Mungu yuko anazini sasa. Kwa maana kama wewe ni mfano wa Mungu, unapozini maana yake ni sawa sana kusema kwamba na Mungu anaweza akazini. Acha. Stop your humiliation. You humiliate God because you are an image of God. And God cannot do fornication. Why you do fornication? Mungu hawezi kuzini. Kwa nini unazini na wewe ni mfano wa Mungu? Kwa nini unaua na wewe ni mfano wa Mungu na Mungu haui? Kwa nini wewe ni mchawi? Ulimwona wapi Mungu anaroga? Stop uchawi wako. Tubu kabla haujakangwa siku ya mwisho. Katika jina la Yesu Kristo nakukemea na nakuamuru na kushauri. Tubu, badilika. Mungu anakuthamini sana. Tena anakubembeleza. Katika Mathayo sura ya 11 sura mstari wa 28 mpaka 30, neno la Mungu linasema kwamba njoni kwangu ninyi nyote mnaosumbuliwa na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Itwaeni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata pumziko la nafsi. Ndio anaendelea anasema kwamba kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Kwa maana kwamba ukija kwake utaenjoy. It is easy. No complication. Hakuna kulemewa. Nenda kwake na mizigo yako yote ya dhambi inayokulemea, akutue, upumzike, utulie katika kanisa, uishi maisha ya kumpendeza, ujiandae kuurithi uzima wa milele. Naam. Na ndipo sasa ujifunze lile neno tumelitafakari kwamba ukae ndani yake na yeye akae ndani yako, yeye kama jinsi alivyo mzabibu wa kweli na baba yake akiwa ni mkulima na wewe ukiwa ni tawi, kwa pamoja mzae matunda yaliyo mema. Na hayo matunda ndio hiyo miujiza unashinda unatafuta kila siku. Hayo matunda ndio kuishi kwa kutenda matendo mema. Matunda ni mafanikio kwa ujumla. Pesa za kutoka kwa Mungu ni matunda. Afya njema kutoka kwa Mungu ni matunda. Matendo yako mema ya kumpendeza Mungu ni matunda. Hata kuvuna taji ya uzima wa milele ni matunda. Kaa ndani yake uzae matunda. Sasa hebu imagine, anakuita, anatuita, anatubembeleza kabisa kwamba njoni kwangu ninyi mnalemewa na mamizigo, mahirizi mejaza ndani yanawaremea, mamizigo ya mazambi mejaza mapembe ndani ya uchawi, mizigo ya uasherati, mizigo ya uwaji, mizigo ya ujambazi, mizigo ya wizi, mizigo ya kila aina ya uovu. Ndiyo hiyo, mbebe, weka hapa. Njoo Golgotha kwake Yesu Kristo, yeye akupumzishe, kisha ufanyike kuwa mwana na ufanyike kuwa mrithi wa uzima wa milele. Kwa maana maandiko matakatifu katika kitabu cha Wagalatia sura 4 mstari wa 7 inatuambia kwamba baada ya kukombolewa kutoka katika laana ya torati, tunageuzwa sisi kuwa wana na warithi kwa Mungu. Tunakuwa sio watumwa tena kama ambavyo hapo kale watu walivyoishi chini ya sheria za torati, kama ambavyo zipo baadhi ya imani ambazo hata sasa zinaishi chini ya sheria, mambo ya kujifunga na sheria ambazo hauna uwezo wa kuzitimiza, ambayo inakuwa ni laana, maisha ya kujihukumu, kujikongea makaa ya moto kwa hiari. Unaishi maisha ya utumwa na laana ya torati. Sasa yeye anasema kwamba ukisoma katika ile Wagalatia sura 4 mstari wa 7, unakuwa tena wewe sio mtumwa
bali unafanyika kuwa mwana na mrithi wa uzima wa milele. Unakuwa mwana wa Mungu. Hebu niambie, ni maheshima ya namna gani haya? Ni ujiko wa hali ya juu. Njoo kwa Yesu, njoo kwa Yesu. Tubu dhambi zako zote. Acha kiburi, acha kumdhalilisha Mungu, acha kuwa mkosa shukurani. Uwe na fadhila. Wewe ni wa thamani mbele za Mungu na mbele za wanadamu na mbele ya shetani. Sisi ni wa thamani kuliko shetani, japokuwa shetani inaonekana anafaulu sana kuwateka watu wengi sana, kwa maana watu wengi sana wamempenda shetani na mambo yake, kwa sababu dhambi ni tamtamu. Dhambi inadanganya, inakupotezea muda. Unajiona unafaulu, kumbe unapotea. Kupenda uwepesi kumewasababisha watu wengi sana wapotele kwa shetani, kwa sababu shetani mbinu zake anakupatia mafanikio ya uwepesi, ambayo haya mafanikio ni udanganyifu. Unafanikiwa siku chache au unafurahi siku chache, alafu unakufa katika dhambi, halafu unaisha katika moto wa milele. Lakini ukimpendeza Mungu, hata kama ikitokea ukaishi kwa shida kiasi fulani, mwisho wako unakuwa ni mzuri na unaishi maisha ya raha milele na milele mbinguni. Sema amina. Nyosha mikono yako juu. Vunjika moyo. Sikia kujutia maisha yako mabaya ambayo yamekuwa ya kumpendeza shetani na kumchukiza Mungu. Tuombe pamoja kumshukuru Mungu kwa jinsi ametufanya kuwa wa thamani mbele zake, na tumuombe atujalie kumpinga shetani na kazi zake zote, na kutujalia neema ya kutembea katika maisha yake, ili tuje tutulie kundini mwake Yehova, ili kusudi tuitunze na kuikumbatia thamani ambayo yeye mwenyewe alitupatia, na baadaye tulipomkosea akarudi tena kutukomboa ili turudi katika thamani hiyo. Tuombe pamoja katika jina la Yesu Kristo hai. Jehova Jile, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, wewe ndiye Mungu wetu sisi sote mahali hapa. Wewe ndiye Mungu wa watu wote ambao wataendelea kupokea ujumbe huu katika njia za mtandao hapo baadaye, baada ya siku ya leo. Tunakushukuru Baba kwa sababu ulitufanya wa thamani sana. Mungu mtakatifu, tunakuomba utusamehe kwa sababu tulisahau na tukazubaishwa na shetani, tukasahau kwamba sisi ni wa thamani mbele zako. Tukamwendea shetani, tukatamani vya dunia vyake, akatupotosha, tukatembea katika mapenzi yake. Sasa hivi tunatubu mbele zako Baba, tunakuja mbele zako, tunakuomba uharibu yale yote tuliyoyatoa kwa shetani. Baba, utujazi yaliyo yako yote. Uitunze thamani yetu uliyotupatia tokea hapo. Baba, utujalie kukaa pamoja nawe katika kundi la watu wako, na hatimaye Baba utujalie kurithi uzima wa milele, kama ambavyo ulituandalia kuwa wana wako na warithi wa uzima wa milele na si watumwa tena. Tunakushukuru Baba katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu umetuthamini. Tunakuomba hayo yote katika jina la Yesu Kristo hai. Amina. Mwende kwa amani ya Bwana. Amina. Mbarikiwe sana. Tuonane siku nyingine, wakati huu na nyakati kama hizi tena. Amina.